Leo kupitia hapa Chakula cha Ubongo, karibu uweze kufahamu faida na matumizi ya mti wa mbuyu katika afya na tiba ya asili. Lakini pia tutakwenda kuangazia japo kidogo matumizi ya mti wa mpingo katika tiba japo kidogo. Lakini je, unamfahamu mnyama nungunungu? Kupitia hapa Chakula cha Ubongo, karibu twende ukafahamu machache namna ambavyo unaweza kutumia mwiba wa nungunungu kujitibu maradhi mawili matatu. Lakini unafahamu kwamba majani ya maboga, majani ya cabbage ama kabichi ni tiba endapo utatengeneza mchanganyiko wa mboga hizi? Baki hapo hapo mpaka tamati. Mimi ni rafiki yako wa kila kukicha, Dastan Fredi Kamala, na moja kwa moja Chakula cha Ubongo, twende tukaanze kuangazia mti wa mbuyu. Mti wa mbuyu ni miongoni mwa miti mikubwa duniani na ndiyo miti inayoongoza kwa umuhimu kulingana na ukubwa wake. Maeneo mbalimbali ulimwenguni miti hii inapatikana, lakini hasa bara la Afrika. Na kwa hapa nyumbani Tanzania miti hii yapatikana maeneo mbalimbali ikiwemo mkoa wa Morogoro. Miti hii yasifika kwa ukubwa wake. Yote kwa yote, tambua kwamba mti wa mbuyu kuanzia majani yake, maua yake na hata tunda lake, yaani ubuyu wenyewe, lakini bila kusahau magome yake, vyote hivi ni dawa unaweza ukatumia katika tiba asili. Lakini pia kama utafanikiwa kupata kipande kidogo tu cha mzizi wa mti wa mbuyu, basi ni dawa kubwa sana. Japo kupata mzizi wake, hiyo ni kazi nyingine, hiyo ni shughuli pevu. Mti huu wa mbuyu hutumika kwa shughuli nyingi za kichawi sanjari na tiba kwa ujumla. Mti wa mbuyu kichawi hutumika kuhifadhia vitu vya kichawi kama vile ungo wa kusafiria, chuma ulete, vitu vya kuadhibia watu, na yote kwa yote wachawi hutumia miti ya mibuyu kuhifadhia misukule. Pia wakati mwingine mibuyu hutumika kama eneo la makutano ya wachawi pamoja na mambo mengine mengi ikiwemo kafara. Ukiusogelea mti wa mbuyu ambao una mapango, na endapo utathubutu kuchungulia ndani, iwapo macho yako yako vizuri, utaona vitu vya ajabu na vitu vikubwa ambavyo vinafanyika humo kwenye hayo mapango kwenye mti wa mbuyu. Kwa leo sitaongea kwa undani kuhusu mambo ambayo hufanyika kwenye hayo mapango ya miti ya mibuyu. Mti wa mbuyu pia hutumika kufungia watu vifungo. Naam, mti wa mbuyu pia hutumika kufungia watu vifungo. Kama eneo ambalo unaishi kuna mbuyu mkongwe, yaani mti wa mbuyu wa miaka mingi, nenda kautazame. Utaona misumari imepigiliwa, na hiyo misumari imepigiliwa ikiwa na vikaratasi au bati. Ukiona hivyo, ujue hapo tayari kuna mtu ameshapigwa loki, mambo yake hayawezi kwenda, amepigwa pini hapo kwenye huo mbuyu. Huyo mtu hapo kufanikiwa ni mtihani, hapo kufanikiwa ni ngumu. Labda aende kwenye maombi kwa wachungaji wa kweli na manabii wa kweli, kwa mashehe wa kweli, maustaz wa kweli ambao wako na uwezo, ndipo atapata ponyo. Na sasa tuangalie faida za kiafya za mti wa mbuyu. Ama kwa hakika zipo faida kemkem za mbuyu katika matumizi ya kiafya, lakini kupitia hapa leo nitaangazia japo kiduchu. Majani ya mti wa mbuyu, na hapa nazungumzia mti wa mbuyu ambao ni mchanga, mti wa mbuyu ambao hauna miaka mingi, bado mchanga. Majani ya mti wa mbuyu mchanga hutumika kama mboga, hasa upande wa maeneo ya pwani. Hapa nyumbani Tanzania hutumia majani ya mbuyu mchanga kama mboga.
Ulaji wa mboga hii unakupa faida nyingi, ikiwemo kutibu vidonda vya tumbo, kuongeza nguvu mwilini na kupandisha CD4. Pia mboga ya majani ya mti wa mbuyu mchanga hutibu maradhi sugu ya typhoid, lakini pia huongeza akshi katika tendo la ndoa. Hiyo ni kwa upande wa majani ya mti wa mbuyu, na hapa nazungumzia mbuyu ambao ni mchanga, upate majani yake ambayo ni mateke, yale ni mazuri kwa mboga. Tuangazie faida za mafuta. Zipo faida kemkem za mafuta ambayo yanatokana na mti wa mbuyu. Mafuta ya ubuyu yanatibu maradhi ya ngozi. Mafuta ya ubuyu huondoa makunyanzi pamoja na michirizi. Mafuta ya ubuyu huondoa mabaka na kumaliza muwasho. Huenda ikawa ngumu kupata mafuta ya mbuyu, lakini unaweza ukaogea sabuni ambayo imetokana na ubuyu, na pia unaweza ukapaka mafuta yake. Ama kwa hakika, kama una maradhi ya ngozi yatapona, kama una mikunyanzi, michirizi vitaondoka, labda una mabaka, una miwasho itaondoka. Na tuangazie faida za juisi ya ubuyu. Juisi ya ubuyu unaweza kuitumia kama booster. Ndiyo. Juisi ya ubuyu unaweza kuitumia kama booster, kama vile ambavyo utumia wale watu wa alkasusu. Basi na juisi ya ubuyu, ubuyu wenyewe piwa kabisa, juisi yake ni mujarabu. Tuangazie faida za magome ya mti wa mbuyu. Magome ya mti wa mbuyu hutumika kama tulizo la maumivu ya kichwa au mtu aliyekuwa anasumbuliwa na jini. Unaweza kumtuliza kwa kutumia magome yake ya mti wa mbuyu. Kama mtu yuko na maumivu ya kichwa, anasumbuliwa na jini, chukua magome ya mti wa mbuyu. Chukua yale magome makavu au chukua magome mabichi, yaanike juani, kisha yasage upate unga wake. Alafu tumia kwa kujifukiza. Choma moto huo unga ama kwenye teteso ama chombo chochote, alafu jifukize. Ni dawa mujarabu kwa kuondoa maumivu ya kichwa yasiyokoma. Lakini hii ni nzuri pia hata kwa wale wanaotembelewa na vitu mwilini. Kama mwili wako kuna vitu vinatembea hauvielewi, jifukize unga wa magome ya mti wa mbuyu. Hakika utakwenda kujisikia vizuri. Lakini tambua, ukijifukiza magome ya mti wa mbuyu, si kwamba jini anatoka. Hapana, hii utuliza tu. Naam, nielewe vyema hapo. Unga wa magome ya mti wa mbuyu uponyesha kichwa moja kwa moja. Lakini kama unatembelewa na vitu kwenye mwili wako hauelewi, uponyesha pia moja kwa moja. Lakini kama una jini, hii hutuliza tu, lakini hawezi kutoka. Hivyo waweza kuchukua hii kama huduma ya kwanza kabla ya kwenda kwa wataalamu kuweza kumtoa huyo kiumbe mchafu. Lakini kwa mtoto aliyebemendwa, chukua magome ya mti wa mbuyu, changanya na mti wa mpingo, yachemshe jikoni. Ukisha yachemsha jikoni, tumia maji ya huo mchanganyiko kumkanda mtoto kwenye viungo, huku pia ukitumia majani ya mti mbuyu mchanga kwa kumlisha kama mboga au kumnywesha supu yake. Ama kwa hakika mtoto ataanza kupata afueni na kupona kabisa. Usisahau wakati unafanya yote hayo, nuia. Kwa kudra za Mwenyezi Mungu, Mungu atakwenda kusikia na mambo yatakuwa sawa bin sawia. Mti wa mbuyu pia hutumika kupumbaza watu kimapenzi. Pia maua ya mti wa mbuyu hutumika kwenye shughuli za malimbwata. Pia maua ya mti wa mbuyu hutumika kwenye shughuli za utajiri. Na hata pia wakati mwingine maua ya mti wa mbuyu hutumika kwa wale watu ambao
wako na nia ya kumiliki majini, na pia ziko njia za kuwakamata kupitia mti huo. Sitaweza kuingia ndani, lakini bila shaka umeweza kuyapata mawili matatu kuhusu mti wa mbuyu. Na kwa sasa tukaangazie kiduchu kuhusu mnyama nungunungu. Najua wamjua nungunungu. Kuna mti unaitwa mnungunungu, lakini pia kuna mnyama anaitwa nungunungu, na mnyama huyu anaishi porini. Mimi hapa nazungumzia mnyama nungunungu. Mnyama nungunungu, mwili wake hususani kiwiliwili umezungukwa na miiba. Mnyama huyu nungunungu anatumia miiba yake kama silaha ya kujilinda, na pia hutumia miiba yake kupambana na adui wakati akishambuliwa. Nungunungu akishambuliwa hujilinda kwa kuisimamisha miiba yake, na kama ikibidi huirusha ili kumchoma adui. Ni mojawapo ya wanyama ambao kwa kutumia miiba yake anaweza kumuua hata simba ama kumuua hata chui. Kwa ujumla ni nadra sana kukutana na mnyama huyu nungunungu kutokana na aina yake ya maisha na jinsi ambavyo anapenda kutafuta chakula, hasa nyakati za usiku na kwenye vichaka vikubwa. Miiba ya nungunungu hiko na faida kemkem katika matibabu ya maradhi mbalimbali, tiba asili. Miiba yake hutumika kwenye kinga dhidi ya maadui na dhidi ya watu wachawi. Ikiwa utapata mtaalamu wa kweli, mbobevu, fundi, na akatengeneza kinga ya eneo lako, kinga ya nyumba yako, akitumia unga wa mwiba wa mnyama huyu nungunungu, basi mchawi akija kwenye eneo lako ama mwanga atanasa, na akinasa atakuwa akihisi kwenye mwili wake anachomwa na miba kwenye mwili wake. Utamkuta hapo mchawi akihangaika nyumbani kwako ama eneo lako ambalo umezindika. Hii ni shughuli ya kitaalamu zaidi, ni mambo ya ndani zaidi huko, lakini miiba ya nungunungu maeneo kadha wa kadha hapa nyumbani hutumika kutengeneza kinga ya nyumba na hata baadhi ya maeneo mashamba na kadhalika. Mwiba wa nungunungu pia umsaidia mtu anayetokwa na damu puani. Kama watokwa na damu puani, mwiba wa nungunungu ni dawa. Chukua mwiba wa nungunungu, uunguze na moto, alafu ule moshi wake jifukize puani, na kisha ule unga wake unaobakia baada ya kuunguza mwiba uutumie kwa kunusa puani. Ikiwa mgonjwa yuko na tatizo kubwa la kutokwa damu kwa muda mrefu, atumie tiba hii kwa muda wa siku 3 mpaka 7. Tatizo litakwisha moja kwa moja kwa kudra za Mwenyezi Mungu Baba aliye juu mbinguni. Mwiba wa nungunungu pia hutumika kwa wamama wanaonyonyesha, lakini matiti yao hayatoi maziwa. Kama ni mama unanyonyesha, matiti yako hayatoi maziwa, chukua mwiba wa nungunungu, uchemshe jikoni, alafu maji yake yamwage kwenye kinu. Chukua mwiba wa nungunungu, uchemshe jikoni kwa muda wa dakika 10-15, alafu maji yake mwaga kwenye kinu. Alafu mama mwenye hilo tatizo, inamia kinu ili mvuke ukuingie, na zoezi hili lifanye ukiwa kifua wazi. Ukifanya hivyo, maziwa yataanza kutoka. Na jinsi ya kuinamia kinu: kiinamie kinu, ujifunike na shuka zito, mfano kama vile unapiga nyungu. Hakika hii ni tiba mujarabu. Pia ikiwa mama anayenyonyesha maziwa yake yanamuuma, na hapa nazungumzia hasa yale matiti ambayo yamepigiwa chafya na mtoto wakati akinyonya, kwa mama wanafahamu hii. Sasa kama huko na hiyo shida ama imekukumba, chukua mwiba wa nungunungu, fanya kama unachoma kwenye titi lako mara 7. Usichome kabisa kama kutoboa,
Gusisha kama unachoma. Fanya hivyo mara 7. Matiti yataacha kuuma. Lakini tuangazie wanawake wanaopata hedhi isiyokata. Naam, tuangazie wanawake wanaopata hedhi isiyokata. Tafuta majani ya mbaazi mkongwe na mizizi yake. Naam, tafuta mmea wa mbaazi ambao umelowea shambani, una miaka 2, mbaazi kongwe, alafu chukua majani yake na mzizi wake. Chukua hayo majani, ponda yawe laini, kisha yapashe moto kama unayakaanga. Usitie maji. Kisha utaunguza moto mwiba wa nungunungu, uungue wote. Kisha ponda huo mwiba wa nungunungu upate unga wake. Baada ya kuunguza, utachanganya na hayo majani ya mbaazi ya mti wa mbaazi mkongwe ambao uliyaponda na ukayapasha moto jikoni. Ukisha changanya, weka juu ya taulo ya kike au kitambaa, na kisha vaa na nguo yako ya ndani kwa juu. Na baadaye ule mzizi wa mti wa mbaazi utauchemsha na chumvi ya mawe. Alafu utakunywa kikombe kidogo mara 2 kwa siku ndani ya siku 3 mpaka 7. Yategemea na ukubwa wa hiyo changamoto yako. Fanya mara nyingi zaidi ili upate matokeo ya haraka zaidi. Ama kwa hakika utapona. Usifanye kwa kujaribu. Fanya ukiwa na nia, utapona. Wengi ambao nimewapa mbinu hii waliweza kupona moja kwa moja changamoto ya hedhi isiyokata. Mwiba wa nungunungu pia hutumika kwenye masuala mbalimbali ya mapenzi, ikiwemo kutia watu vichomi, kutia watu kiziwi, kutia watu upofu, kiini macho na mengine mengi mabaya. Pia hutumika kwa kutumia mwiba wa nungunungu. Mimi nimekujuza yaliyo mazuri kuhusu mwiba wa nungunungu. Hayo mabaya tuachie wengine. Hivyo kama waweza, nyumbani kwako pasikose mwiba wa nungunungu. Ipo siku moja utakusaidia wewe ama nduguyo au jirani. Na kwa sasa niangazie mti wa mpingo. Naam, mti wa mpingo. Mti wa mpingo au wengine huita mti wa mgembe. Huko na mambo mengi sana. Kwanza, usembe au unga wa mti wa mpingo yaiviza na ngaka kuona ni noma kwa kinga ya nyumba. Lakini pia ngaka kuona na mpingo ni zindiko zuri la mwili. Ukichukua mzizi wa mbaazi wa miaka 2 na mzizi wa mpingo na kuku mwekundu, ukichemsha alafu ukanywa, huku ukifanya kiapo, mchawi hawezi kukugusa. Lakini kama unapokaa kuna mtu yuko na tatizo la ugonjwa wa kudondoka, mchimbie mizizi ya mti wa mpingo ulioanguka lakini haujakauka. Mchimbie mizizi na kisha mchemshie, anywe kwa muda wa wiki 1. Utaona mabadiliko makubwa. Yaani atapona kwa kudra za Mwenyezi Mungu. Lakini pia kwenu nyie wanaume mnao haha na kuhangaika kila kukicha kwamba maumbile ni madogo, mti wa mpingo ndio mwisho wa matatizo. Kizungumzia mti wa muegea na mpingo ni tiba mujarabu ya kuongeza maumbile, na hii ni kwa wanaume. Kabla sijahitimisha, nikwambie, je, uko na maumivu ya mifupa na viungo? Naam, Chakula cha Ubongo nikwambie tu, kama unasumbuliwa na maumivu ya mifupa na viungo vya mwili, tumia mchanganyiko huu na utaona maajabu yake, utakusaidia sana. Kwa maumivu ya mifupa na viungo, chukua majani ya maboga, majani ya kabeji ama twazoea kuita kabichi. Yakatekate vizuri, alafu yapike supu. Ipua, kunywa huu mchanganyiko ukiwa wa vuguvugu asubuhi na jioni kwa muda wa siku 7 mfululizo.
kwa hakika utapokea uponywaji kwa nguvu za Mwenyezi Mungu. Sababu vitu vyote hivyo, majani ya maboga na kabichi, viko na msaada mkubwa kwenye mwili wa binadamu. Mwenyezi Mungu aliye juu mbinguni, kwenye hii mimea, majani ya maboga na kabichi, ameweka shufaa kubwa, ambapo ukitumia huu mchanganyiko utapona maradhi tofauti tofauti. Kama wasumbuliwa na vidonda vya tumbo utapona. Kama uko na sickle cell itakusaidia pia. Kama huko na kansa itakusaidia pia. Lakini kama huko na changamoto ya macho itakusaidia pia. Nikuombe, anza kutumia huu mchanganyiko. Haikuchukui gharama yoyote, pesa yoyote, muda wowote. Tumia tiba hii, jaribu. Majani ya maboga unaweza kuomba kwa jirani ama ukanunua fungu 200, 300, kabichi ukanunua pia 500, 1000, ukajaribu kufanya kwa siku 3 kuona tu inakuaje. Ama kwa hakika, kwa kudra za Mwenyezi Mungu, mambo yatakuwa yako safi, kwani huu mchanganyiko pia unapotumia mara kwa mara usaidia ngozi kuwa safi, ngozi kuwa telele, sio ngozi ngumu kama yangu Dastan ya hapa. Mimi ni rafiki yako wa kila kukicha, Dastan Fredi Kamala.